hiyo uoga yako unasimama hapa unaongesha magoti. Wakati utapata Roho Mtakatifu utakuwa unaongea hapa unakatwa na watu. Kiongozi wa ibada anakuambia kaa chini kwa sababu ya wakati. But for now unapewa ushuhuda kwa sababu wewe ni muoga, unagonganisha magoti na sio kupenda kwako. Hallelujah. But when the Spirit of God comes upon you, you become as bold as the lion. Peter was a coward. Aliulizwa na mrembo mmoja, wewe niliwaona mkiwa na Mungu. Wakati huo Peter hakuwa na roho wa Mungu. Akasema akiangai, mimi sikuwa na huyo mtu na simchui. But the Bible says when the day of Pentecost came, Peter was full of the Holy Spirit of God. Wakati watu walianza kuongea na ndimi, watu wa nje wakaanza kutoa maono wakisema wale wamelewa asubuhi. But Peter mwenye alikuwa amekaa na Yesu mara 3, when he received the Holy Spirit, he became a different person. Alienda akaangalia watu, akawaambia hawa watu hawajalewa, but they are drunk of the Holy Spirit of God. I desire that season when the church shall be drunk of the Holy Spirit. Kuanzia yule mdogo mpaka yule mzee ataongea na Roho Mtakatifu wa Bwana, ataongozwa na Roho Mtakatifu wa Bwana. Waimbaji tukijazwa na Roho, wakati tutainua mikono yetu juu mbele za Mungu, I tell you something is going to happen. Wanangojea wakati huo ambao huyo mtu ambaye hata hapewi nafasi kanisani akiwa na Roho Mtakatifu wa Bwana atawekelea mikono kiwete na kiwete atatembea. Sio lazima unapewa Bible study uwe mtumishi wa Bwana, but when you have the Holy Spirit of God, you begin to walk in signs and wonders. Hallelujah. You don't have to be in the altar to be full of the Holy Spirit. You can be quiet in the house of God. Lazima unafanya jambo hapa mbele, labda huduma yako hata ionekane, but when the Holy Ghost comes upon your life, things begin to happen for your life. Your prayer life changes. The way you talk begin to be changed. Amen. Yes. It is the Holy Spirit we want. Yes. Hallelujah. Amen. Wakati Roho wa Mungu ataingia ndani yetu, vita vya kiroho vitakuwa rahisi. Tutajua jinsi ya kupigana vita vya kiroho. Kwa hivyo anga ya pili inakuanga anga ya mapepo. Na mwanadamu, Biblia inasema ya kwamba dunia ameipea wanadamu. Bwana asifiwe sana. Amen. Dunia amepea nani? Wanadamu. Nayo biguni ni kwa nani? Wewe ndio unataka kwenda biguni. The Bible says heavens belongs to God and the earth belongs to the sons of men. Hapa duniani sio kwa mapepo, ni hao wanaiba kile ambacho ni chetu. But I want to open your eyes this morning. The riches of the earth belongs to the children of God. Gold and silver belongs to our God. Every riches of the earth ni za watoto wa Mungu. Wakati tutaelewa the God we serve, we begin to tap into what he has given to us. Biblia inasema adwa kwa moraga ndio wako gomenyo. The moment your eyes are going to be opened, you are going to start claiming that which belongs to your Father. Amen. The earth does not belong to devil worshippers. Good cars does not belong to Freemason. Magari mazuri sio ya devil worshippers. Magari mazuri ni ya watoto wa Mungu. Mashamba sio ya wale wanaoabudu shetani. Kwa sababu Bible inasema ya kwamba the earth belongs to man, heaven belongs to God, and the earth belongs to God, to the Son of God. Hallelujah. Sasa mapepo iko wapi? Kwa sababu dunia Mungu amepatiana mwanadamu awe ndiye akona utawala hapa duniani. Na ndio nakuta ya kwamba wakati Yesu alitaka kuingia hapa duniani, lazima angezaliwa kama mwanadamu, na ili asiwe kiumbe ambacho hakina ruhusa hapa duniani, lazima angepata license ya kuingia hapa duniani. He was in heaven, he was a spiritual being, he was a God in heaven, lakini the calling was here on earth. Kuna mission lazima angetimiza. Wakati aliuliza who shall we send, nogotothiera kule ande akaonokia ndo, nani ataenda kule duniani akaokoe wanadamu? Malaika wakaangalia kwingine, maana walijua hiyo kibarua ni ngumu. Lakini simba kabila ya Yuda akasema here I am Lord, I shall go down and die for them. Oh my God. Yesu akajitolea,
akaacha uungu wake, akasema nitazaliwa kama mwanadamu kwa sababu dunia nimeipea wanadamu. I must be born of man, and he was born of many like a man, because the earth belongs to men. Majini na maroho ya shetani haina license kuoperate hii dunia. Ni sisi tuko na operation license. Ni wewe uko na mamlaka. You have dominion and authority. Mungu akasema kitabu cha Genesis, I am giving you permission. Go to earth, increase, multiply, replenish the earth and have dominion. Dominion is our portion. Hivyo tutili hapo dietame ngoe. Tumepewa uwezo na nguvu. Tutawale juu ya kila mambo yote yako hapa duniani. I declare authority over your life. I declare dominion over your life. Tika udhietako kochuleleke. 2018 is a year of our dominion. We shall not walking under, but we shall walk above, because God has given us the earth to rule and reign. The Bible says we are seated in the heavenly places. Somebody say we are seated in the heavenly places together with Jesus Christ, that we may rule above powers and principality. Hivyo tutiri yako tuone koma na maroho ma shaitani. Hivyo tutiri yako tu modo yeni yetire wako tu. Sema mimi sio wa kushindwa. Come on, can you say like you believe? Somebody say mimi sio wa kushindwa. Mtu aseme niko na mamlaka. Mtu aseme 2018 sio wakati wa kukaliwa, ni wakati wa kukalia shetani. Maandiko inaniambia ya kwamba na nitaweka adui yako chini ya miguu yako. I prophesy 2018 you are going to put devils and demons. Maroho ya familia yenu utaiweka chini ya miguu yako. Maroho ya nuksi, maroho ya bishirani, maroho ya ufukara na umaskini utayaweka chini ya miguu yako, because the earth belongs to men. Hallelujah. Amen. Shetani ni intruder katika dunia hii. Anga ya mapepo inakuwa kule juu mbinguni. Hallelujah. Lakini sio hapa duniani. Hallelujah. Bwana asifiwe. Amen. Na ndio Biblia inasema yeye ni mwizi. Mwizi anakaa mahali kwake. Wakati mwizi anakuja kwako, wesonga ukija kwangu ubebe TV. Ni mwizi. Nini nimemfanya awe mwizi? Ni kuingia katika territory yangu namba 1. Trespassing. Sema trespassing. I wish you are getting what I'm saying. Kuna maroho imetrespass kwenye anga yako. Yamekuwa yanaingia yanachukua baraka yako. Inaingia inachukua furaha yako. But we are arresting every trespasser over your life right now. I declare enough is enough. Wametrespass kwetu. Wametusukuma kwenye pembe. Wametuweka kwenye kona in our own territory. We refuse this morning in the mighty name of Jesus. Shetani hautaingia kwenye anga yangu unipige vita nikiwa kwangu. Imagine unakuja kwangu kunichapia kwangu. Anajua hali akahiuka igago. Wewe ndio wewe. Bwana asifiwe sana. Amen. Ukija kwangu ati unichapa. Wewe mmoja wa hali oikaraga. Haujui ile mti ile inawekwa kwenye jembe mahali iko kwangu. Lakini nikiona mikono imenilemea, nitakimbia niingie hapo chini ya kitanda. Nichomoke na mti. Utatoka kwangu mbio. Bwana asifiwe sana. Haujui kitchen mahali kisu inawekangwa, because that is my heart. That is my house. That is my territory. The earth belongs to the sons of men. Bwana asifiwe sana. And the Bible says, you know, umewahi ona vita ya nyoka and an eagle? Let me teach you something. Ni gani kali, an eagle or a snake? An eagle. Are you sure? Yeah. Are you sure? Yeah. Ni nani mkali? Eagle. Ni nyoka ama ni eagle? Ni nyoka. Ninasikia mixed answers. Eagle. Nasikia ni nyoka, ninasikia ni eagle. Wangapi wanasema ni nyoka? Inua mkono juu.
Haya, washabiki wa nyoka ndio hao. Haya, wangapi wanasema ni hivyo? Washabiki wa hivyo ni hao. Na wangapi wako confused hawajui ni mkono juu? Mmoja ndiye confused tu. Hata Silvia. Bwana sifiwe. Let me tell you something. Maana kinasema also the ego, Mkristo anayegojea Mungu anakaa kama nini? Ego. Wanaomgojea Mungu wako kama ego. Na nyoka tunajua ni nani? Tunajua ni shetani. Hawa watu wawili wakianza kupigana, vita vyao vinategemea uwanja. Uwanja wenye tunapigania. Kati yao wawili si ati hakuna mbaya, so nyote mmeanguka. Watu wawili ni wabaya. But what determines whether it is the ego who is going to win or if it is the snake, ni ile uwanja wanapigania. And ego anakuwa mjanja sana. Wakiwa kwa ground hapa chini, ego atapigwa na nyoka. Unanielewa? Lakini ego ni mjanja. Anapokutana na nyoka, anamshikanga na miguu yake, anakamata kwa shingo, anambadilishia uwanja, anampeleka kwa anga. Kwa sababu an ego is stronger when it is in the air, but the snake is stronger when it is in the ground. Are you getting what I'm saying? Yeah. So the ego will take the snake and fly very high. And when the snake is in the air, he can do nothing. Nyoka hana mahali pa kujisikilia akiwa kwa hewa. Kwa hivyo anararuliwa vizuri akiwa anga. Hivyo ndivyo vita vya kiroho viko. Mahali unapigania vita ndio itadetermine kama utashinda shetani ama utashindwa. Ukipigana na shetani mwili kwa mwili utashindwa. But the moment you get into the spirit, there is nothing the devil can do about you. A believer ambaye amekuwa baptized by the fire of the Holy Spirit, there is no way you can be defeated by the enemy. Lakini ukiwa kwa mwili utapigwa 9-0. Hata kama wewe ni mtoto wa Mungu utapigwa 9-0. You have to change the ground. Na unakuta ya kwamba Paulo anasema mimi niliona nimepita anga ya 3 nikafika, wacha nirudi kwa neno sasa. Nikafika kwenye anga ya 3. Kuna anga ya kwanza ya ndege, ingine ni ya mapepo, lakini ile anga ingine ni anga ambayo Mungu mwenyewe hukaa. God dwells in the heavens. Bwana asifiwe sana. Kazi ya mapepo kukaa kwenye anga ni kukaa katikati ya mwanadamu na Mungu. Inazuia maombi yako. So breakthrough, you need the power to break. You don't break something by begging. You need power. That is why the Bible says, the kingdom of God suffers violence, and only the violent shall take it by force. You need to be full of God's power to break. Maandiko inasema break through. Breaking needs force. Are you getting what I'm saying? Ili upenye lazima ukuwe umejazwa na nguvu, lazima ukuwe na stamina. Bali unajua Wakristo mimi wamenishangaza. Wamejawa tu na maneno. Sema maneno. Utakuta mtu akisimama mbele ya watu anaropoka tu maneno. Hata atakuti hii Bible yote. But they don't have power. The Bible says the kingdom of God is not a matter of words. Sio ufalme wa maneno, ni ufalme wa nini? Wa nguvu. You have to be full of God's power, not words. You need the power of God. Lazima ukipitia mahali hata mapepo inajua na kuna mtu amepita. Kuna mrokole amepita karibu na mimi. Kwa sababu you are full of the power of God. But the church ambayo tuko nayo siku ya leo imejawa na maneno. Mtu aseme maneno. Empty words without power. Maneno yasiyo na nguvu. Wahubiri wengi tumejawa na maneno. Unaweza hubiri ile TD Jakes alihubiri last year na ukaikope na ukaleta mbele ya watu kama poem. Unashtua watu na masuti na masabshuta na eloquence na kizungu ya Amerika, lakini ukweli ni kwamba in those words there is no power. The kingdom of God is not a matter of words, it is a matter of power. Are you getting what I'm saying? You must be full of power. Tell your neighbor you need the power. You need power.
The Bible says when Paul aliingia katika anga ya tatu, aliona Mungu uso kwa uso, alafu akaonyeshwa mambo yaliyokuwa mazito sana, na Mungu akamwambia haya hata usiwapelekee wanadamu, kwa sababu this revelation haiko katika level ya wanadamu, because there are some things that neno la Mungu linatukujia kulingana na level yako ya maturity. Hata wakati ninapokuongelesha sio watu wote wanaelewa vile ninasema, na tuko kanisa moja na mhubiri ni the same. Kuna mtu ambaye hataelewa, ana float, anafikiria vile atakula maharagwe wakati ninahubiri. Lakini kuna mtu anasikia God is talking to me, because we have different levels. Kuna mtu anachomeka akisikia neno, na kuna mwingine anasikia kwenda choo kukojoa. Kwa sababu in the spirit we have levels. Mungu akamwambia hii hapana pelekea watu wa dunia, hii ni yetu mimi na wewe, na kama Paulo. Na wakati Paulo alikuwa ananenea kanisa moja, akawaambia nilitamani niwaongeleshe kama watu waliokomaa, lakini kwa sababu ya lika yenu ya kiroho, I spoke to you as spiritual babies. Vile tunahubiri, hatuhubiri vyote katika makanisa yote. Kuna mahali nitaitwa kuhubiri, niangalie washirika, nijue kama nitahubiri neno mzito ama neno kidogo, kulingana na uzito wa watu wale. Bwana asifiwe sana. Kuna neno utabeba usikie, ai hii ni mzito sana, siwezi hubiri kanisa gani hiyo. Kuna maneno huwezi hubiri pale crusade, kwa sababu ni mazito sana, watu hawataelewa. Na ukiwa mtumishi ni lazima unaelewa level ya watu ambao unawahubiria, na ili ujue utahubiria ama utatoa ushuhuda wa namna gani. Si kuna watu naenda kutestify, wanasema hiyo ni maringo. Wacha kuwapea ushuhuda yako, nyamaza na ushuhuda yako. Ukiona watu hawawezi elewa ushuhuda wako, wacha kuwapatia. Mungu atakupatia watu wengine ambao wako strong, ambao watapokea ushuhuda wako. Hallelujah. Amen. Bwana asifiwe. Amen. So Paulo akaambiwa hata hii maneno tumeongea na wewe ni yetu mimi na wewe. Listen to this one. I love quoting this scripture. One time Paulo, na nimekuwa ninaonyesha huu mfano. Njoo hapa Paulo. Sio Paulo, Musa. Alienda pamoja, akaambiwa na Mungu baada ya siku 3, nataka ukuje kwa mlima wangu. Akaenda kwenye mlima wa Bwana, Mount Sinai. And when he was at the top of the mountain, walienda na Joshua. Come here Joshua. Joshua na yeye akakaa hapa. Angalia watu. Mungu akaita Joshua na Musa waende mlimani. Nao watoto wa Israeli wakabaki pale kwenye the basement of the mountain. Kwa sababu watoto kuna level ambao hawapiti. I don't know who you are in the house of God. But washirika, wafuasi, wadhii, wakakaa pale chini ya mlima. Naye Joshua akatembea na Musa, akapanda level ya kwanza, akafika katikati ya mlima. Lakini Moses akapanda level ya 3, akaenda kuonana na Mungu, na ili apewe the 10 commandments. So there are 3 levels in the house of God. Kama vile nimekuambia kuna anga 3 hata katika nyumba ya Mungu. In fact, hekalu ya kwanza ilikuwa imegawanywa mara 3. There was the outer court, there was the inner court, and there was the holy of holies. Kuna watu ambao mbele za Mungu wanakaanga kwenye outer court. Kuna makuhani wengine wanakaa kwenye inner court, na kuna makuhani mkuu ambaye hukaa karibu na Mungu into the holy of holies. Hakuna mtu anakudetermine mahali utakaa. It is your relationship with God ambayo itasema wewe ni nani katika nyumba ya Mungu. Amen. Kuna watu level 3, washirika wa kawaida wanakaa outer court. Kuna wengine wanakaribia Mungu, ni wahubiri, wanasikika kana wanasema kitu, lakini wako inner court. Lakini Musa aliingia in the holy of holies where God dwelt. And the Bible says wale washirika wakiwa kule chini walikaa 40 days, wakaona pastor amekaa sana, pastor ako mbali nasi, wacheni, pastor anatuambia Mungu atakuja na hatujaona Mungu, wacheni tutengeneze Mungu ambaye ataonekana na macho. Unajua watu waamini Mungu ambaye haonekani, wanataka Mungu ambaye atafanya nini?
ataonekana na macho. Na shida ya watu ni kwamba Joshua hakuwa na mtoto. Okay, kuja Joshua. Kuja Joshua amepewa replacement. Bwana asifiwe sana. Hawa walipoona Joshua amekaa sana na Moses 40 days hawajamuona na muujiza haijatendeka. Watu wa kawaida katika nyumba ya Mungu, they don't have patience. Meda akirathimo kia na ihenya ya kuambiwa lisi wanafika soma kidogo wanakuta kesho muujiza iko. Lakini watu wa Mungu, they know how to wait. No matter how many years pass by, they know God will still come. No matter how many years God will stay, I know he is faithful to keep the promise. Amen. So hawa wakaambia Harun, kuna jamaa nyingine ilikuwa inakaa na washirika kule chini, inaitwa nani? Harun. Akaambiwa Harun, wewe jichanue, ni kama Musa na Joshua walikufa kule kwa mlima. Harun, tuko na dhahabu, tukusanye ile gold ambayo tuko nayo, tutengeneze kisanamu kiwe miungu yetu, Mungu ambaye tutaomba tukimuona. Bwana asifiwe sana. Na wacha nikwambie, unaweza sema ati uko wilderness, ati uko jangwani, sina pesa, sina lolote, tukikuitisha usimame na kazi ya Mungu unasema hakuna. But let me tell you, walikuwa jangwani, but they afforded to make a golden calf. Wewe ndio uko na mawazo ati hauna, but let me tell you, you can make a golden calf even in the wilderness. You have enough gold that can be able to make a calf. Lakini wakati unaitishwa ya Mungu unasema hauna. Hallelujah. Amen. The Bible says wakatengeneza miungu, sanamu ingine, na Bible inasema Mungu akasikia na akaelewa vile kunaendelea. Naye Musa akapewa the 10 commandments in Mount Sinai. Akaambiwa enda huko chini, ninasikia kama watu wametenda dhambi. Musa amepewa the 10 commandments, shika commandments. Anateremka chini ya mlima. Akishuka akakuta Joshua. Huduma hii ya Joshua ni watu wanaenda na mchungaji, lakini kuna level hawezi fika ambayo mchungaji anafika. Bwana asifiwe sana. Tutaenda na wewe maombi, lakini kuna depth nitaingia ambayo wewe hutaweza kuingia. Alipokutwa mahali hapa, Musa akamwambia, ninasikia makelele kule chini, ni kama kuna kitu inaendelea. Nayo hii jamaa inaitwa Joshua kwa sababu haikuwa karibu na Mungu, ilikuwa mbali kidogo, hako kwa watu na hako kwa Mungu, ako pale katikati. Akasema mawazo yake, akasema ninasikia kama hiyo sauti ni sauti ya vita. Bwana asifiwe sana. Amen. Huyu internet yake na network yake inamwambia ni vita ambavyo viko kule chini. Lakini huyu alikuwa na Mungu. Alikuwa huku karibu na Mungu. Alielewa kila kunaendelea kule chini ambacho huyu ambaye alikuwa hapa hakuelewa. Bwana asifiwe sana. Amen. Revelation comes. Ufunuo unakujanga kulingana na wewe uko wapi karibu na Mungu. Amen. As you get closer to God, God begins to show you things that men do not understand. Amen. Are you getting what I'm saying? Amen. You don't have to be near people, pastor, uelewe kile kinaendelea. Lakini unapokuwa mbali na watu na karibu na Mungu, utaanza kuelewa mashida za watu. Na ndio mchungaji akiwa ndani ya Mungu ataelewa shida zako, na ukija hapa atakwambia unapitia ABCD. I don't have to see you to know whether you are in trouble, but my heart will feel troubled about you, and I'll begin to pray for you because I am nearer to God and far from you. Lakini wachungaji wale hawana Mungu, ndio wanaenda wakikunywa uji na wakikula kuku kwa washirika ili waelewe washirika vile kunaenda. Bwana asifiwe sana. Nikienda kwa tabii naanza kuombea kuku na sijaambiwa nitachinjiwa. Ngai ni wega ni ndo wangu kutongerea kwa tabii na saa ito ngerugerwa goko na mokimo ni thengio Ngai to tweduga tano twerea kuku. Sasa tabia akisikia pastor ameomba hivyo, athia akaruta ngoko ile komereiria matumbe akanetunya, agathia gathĩnja tondu pastor ni athire gwake. Pastor acio marohuka thĩinĩ wa Hallelujah. I don't have to come to your house. I can be very far from you, but nearer to God
I will understand what my sister is going through. Amen. Because I am in prayer. Yes. Makuhani wa pale mbeleni hawakuwa wanaenda kwa washirika, walikuwa wanakaa kwa Mungu. Bwana asifiwe sana. Amen. Anikiona atugate imugeto nyarara. Ndio neke. Doka wako ndiye basi dano. Sikana. Okumugo gai na dugata ni ebe. Akisema pasta wanakuranga. Utasikia wachuga nakuta wamama wanaanzanga kama ni ushuhuda. Ni manyete te pasta litoi. Haya ujaga gaigwa wega. Ero ereka guka gwakwa. Ni madamu ngiri chabati. Kimugira mbere. Kimugira yakere. Kimugira gatatu gai pasta ana breakthrough ali. Nikihubiri hapa vile nimejitia nguvu nihubiri. Unaona jamaa iliondoa chapati 5. Huo ni Mungu. Unaona jamaa iliondoa chapati ngapi? Na ndio zikuji kwako. Suzi. Unajua bado sisi ni watu. Bwana asifiwe sana. Bado sisi ni watu. Lakini sitaki unijue kwa sehemu yangu ya utu. Nataka unijue kama mtumishi. Nikuje kwa Suzi anipikie. Suzi ni rafiki yangu. Abeje kagoko noti ni goke hoidia. Wewe hutio ne kai tu. Oruge kagoko. Yani na kagoko na broira. Wale heiru ria goko pasta heiru ari goko na ndego tigia mahete. O kugatia pasta ari goko ngima. Ginya mahete pasta aliondoa kuku mpaka nini? Mifupa. Sasa nikihubiri hapa, nikisema receive unakumbuka vile niliondoa mifupa, hata utasikia Mungu. Bwana asifiwe sana. Kama wewe ni kiongozi, wacha kukaribia watu. Kaa karibu na Mungu. Bwana asifiwe sana. Amen. Halo. Halo. Hata bila pastor hana burden, hata hakukuja kwangu, hata hakuji visitation, hiyo haitwi burden, inaitwa ujinga. Bwana asifiwe sana. Mkundorogo. Bwana atukuzwe sana. Bible inasema ya kwamba Musa akiwa kule mbali alielewa vile kunaendelea. Lakini Joshua akiwa hapa katikati, mchungaji Joshua aliambia Musa, ninasikia kama kuna vita huko chini. Wacha nikuulize, ni nani anafaa kuelewa nini kunaendelea? Ni nani yako karibu na watu? Ni huyu ama ni huyu? Joshua. Si ni Joshua? Lakini Joshua haelewi kwa sababu revelation itakuja kwako kulingana na vile mnapelekana na Mungu. Na Mungu. Ukiwa karibu na watu hautaelewa. Hebu enda kwa kioo. Tuseme unataka kujiangalia kwa kioo. Uende uangalie hii uso yangu inakaa aje, ukae kwa kioo. Utajiona. Utajiona. Ondokea kioo kidogo, utapata a better vision. Hallelujah. When you begin to come out of people, you are going to get the better vision. You are going to get the better image. Na bio maandiko inasema ya kwamba oratana do ni udhunagai. Are you getting what I'm saying? Kama unataka kuwa pro, na kuwa kajora, na kuwa celebrity, the Bible says urafiki na watu ni uadui na Mungu. Are you getting what I'm saying? So now, the Bible says, thank you Joshua and Moses. Mungu abariki sana. Revelation inakujanga kulingana na wewe ni nani mbele za Mungu. And that is why when Paul alikaribia Mungu sana, alionyeshwa mambo mazito na kisha akaambiwa mambo haya usiwaambie wale wako kule chini, kwa sababu hawajahitimu, hawajafika kiwango ambacho nimekufikisha wewe Paulo. Lakini tunakuta ya kwamba baada ya masiku kadhaa aliporudi katika ulimwengu wa dunia, Mungu akamweka mwiba katika nyama yake. Mungu akaweka mwiba ambao the Bible says it was an enemy to buffet him, lest he exalt himself above his measure. When we begin to receive from God, there is a possibility tushikwe na roho ya kujinua. Wakati tumeanza kupata ufunuo kidogo kidogo, kuna uwezekano tunasimama na kuona wengine ni
wajinga. Mimi ninajua, mimi ninaelewa. There is a possibility for you to exalt yourself above the measure ambayo Mungu ameweka ndani yako. Kila mtu ako na level na kiwango. Lakini hii Biblia inaweza kuweka wewe kiburi. Ufike kiburi, unaanza kudharau watu. Hii kanisa, hiyo inaitwa roho ya kiburi. Bwana asifiwe sana. Wakati umeanza kufunuliwa kunugira to revelation to wakai, there is a possibility uanze kushikwa na kiburi. Inaitwa the pride of righteousness. Kuna pride mara mbili. Kuna pride ya watenda dhambi. Mtenda dhambi anakuwa na kiburi, haonangi haja ya Mungu. Ukimwona akivuta sigara, yani ni kama amefika na dunia ni yake, na ajue ni kifo anaweka ndani yake. Hiyo ni pride ya mtenda dhambi. Lakini pia ukiwa kanisani kuna pride ya aina nyingine ambayo ilikuwa na Job. The Bible says Job was righteous in his own eyes. Alikuwa mtakatifu kwa macho yake yeye mwenyewe. Sio kwa macho ya Mungu, kwa macho yake mwenyewe. Ai, hapa kuna watu wataki kusema amen. Kuna uwezekano wakati umeomba sana, wakati ni intercessor sana, uanze kuona watu wengine ambao ni bure, lakini hiyo ni yako na sio ya Mungu. It is called the pride of righteousness. Ukitembea na Mungu sana, kumbuka ya kwamba you operate under the grace of God. It is nothing about you, it is about God alone. Wakati Mungu amekubariki, pastor anakuambia, "Hey Suzy, you are very smart." Nilisema usiseme aje? It's my weakness. Suzy, hey, uko smart. Kama Suzy ana roho ya kunyenyekea, atasema, "Na bado ikarawe maitho one sade weki." No sadu. Uhondo wa ukweli utaona ile sade hiki. Bwana asifiwe sana. Amen. Washiko, ukiimba vizuri, mbingu ishuke, watu waseme, huyo dada ametupeleka kwa Mungu, kama vile praise and worship wameambiwa mpaka wakapigiwa makofi. Usiseme ona ndo higereirie ginya dinarekereria mgambo ginya iguru. Wewe wacha kujijaza wewe. Wakati Mungu anakuambia, wakati umetenda kitu na watu wakabarikiwa, remember to say one thing: all glory back to God. Utukufu wote kwa Yesu. Niko smart, thank you my brother, but all the glory goes back to God. Ninahubiri vizuri, utukufu wote uende kwa Mungu. All glory comes to God. Ukiongoza watu wesonga watu, na watu waseme, wesonga ametuingiza kwa maombi. Usiseme, hata nilikuwa nimejifungulia 40%. Usiseme hivyo. Ambia watu, ninashukuru kwa sababu ya your compliments, but I want to remember to return every glory back to God. Oh, yes. Praise the name of the living God. Amen. So Mungu akaona Paulo kuna mahali atafika ajinue zaidi ya ile level nimemweka. Na Mungu anasema ya kwamba akaweka mwiba kwenye nyama yake. Akawekwa the thorn in the flesh. Somebody say a thorn in the flesh. A thorn in the flesh. Na sio mapepo yaliyofanya hiyo kazi. Maandiko inasema ya kwamba na yeye Mungu akamweka mwiba kwenye nyama yake. Na ule mwiba ilikuwa ni nini? Bible inasemaje? Ilikuwa ni nini hiyo mwiba ambayo iko ndani ya nyama? Bible inasema ya kwamba it was a messenger of Satan. He was sent to buffet us. Akerekerio molekio wa Shetani. Akarekererio kapepo kamoja tu kawe kana msumbua, na ili anapokumbuka alikuwa kwenye anga ya tatu ajiinue, anakumbuka yeye ni mwanadamu. Kuna kapepo Mungu alikakubalisha kakae ndani ya maisha ya Paulo. No matter how strong Paul was, there was a thorn in the flesh. Maybe unafikiria ninasema mambo yangu. Jenny, can you read that statement again about the thorn? Read for us. Unless I should be exalted above measure. Ili nisijiinue zaidi ya kiwango kile Mungu ameniweka. Through the abundance of the revelation. Kwa sababu ya wingi wa ufunuo nimeingia kwenye mbingu na anga ya tatu, nikaonyeshwa mambo na Mungu akaniambia, hii ni yetu na wewe. There was I given a thorn in the flesh. I was given a thorn in the flesh. Mungu akaniweka mwiba akaudungilia kwenye nyama yangu.
yangu ili nisijinue na nishiwe na kiburi. The messenger of Satan to buffet me. We, sikiza hapa. Na hiyo mwiba niliwekwa, na ni Mungu alifanya hivyo. Ni nini alifanya? Alinidunga na mwiba ndani ya nyama yangu. Lakini maandiko inasema ya kwamba huo mwiba ilikuwa ni nini? Ni mwiba ya Kiswahili tasemaje? A messenger of Satan. Nani yako na Kiswahili? Nilipewa mwiba katika mwili. Mjumbe wa shetani. Mjumbe, mtu asema mjumbe. Mjumbe. Wakati mwingine Mungu ataachilia wajumbe wa kuzimu katika maisha yako. Najua hampendi hii. Mnapenda kuambiwa kombolewa, wajumbe wa shetani waishe kwa moto katika jina la Yesu. But let me tell you, kuna vita vingine Mungu atapanda katika maisha yako. No matter how you pray, that thing can never move out. Hiyo kitu haitakuondokea kwa sababu imewekwa hapo ili inakukumbusha ya kwamba you are still a man and you need God. Kwema udunga yetekagelia. Kuna mambo Mungu hukubalisha, mambo yanakaa mabaya, anaachilia mapepo mengine. Na maana maandiko inasema it was a messenger of Satan sent in my life so that nisijinue zaidi ya kiwango changu. A messenger of Satan. Every one of you here wanakuanga na messenger of Satan. Kila mmoja wenu kuna ka messenger. Maana mwanadamu anakuwa na kiburi na kichwa ngumu. Kila mmoja ako na kawazimu kidogo. Paka pastor. Ile tofauti ni level. Unaweza kuwa wazimu yako ni kubwa. Bwana asifiwe sana. Amen. Wakati unajisalimisha kwa Mungu, hiyo wazimu inaisha, unaendelea lakini hakuna mtu hana kawazimu fulani. Basi uko na kawazimu fulani. Wewe uko na kawazimu fulani. Suzi yoka urukikero. Mathani yagosho. Amen. Na kindu kiria gituraga tuhote ka uguruki gaka. Ka umundu kene geta ka umundu tonde ndu muguyo uguruki. Eka umundu keho goka na gethini wako. Na hindi yo tahoete gakoragwo ke iguru. Taru ni jitigirite muno kudiri na mushirika ka uguruki ke iguru. Tondu na no urume pastor. Bwana asifiwe sana. Ende okeji eko. Iguru. Bwana asifiwe sana. Kuna watu wengine kawazimu kakiwa juu, hata kutukana pastor utafanya nini? Nikaumwili kako wapi? Geji iko wapi? Kwa juu. Paulo akaonekana, huyu nikimwacha geji yake itaenda juu na atasahau, ataanza kujiona akiwa Mungu. Shetani alitumikia Mungu akiwa hapa kwa hapa, wakiwa mbinguni. Malaika alikuwa prefect wa mbinguni shetani. Malaika wote walikuwa chini ya the devil was an archangel. Alikuwa anaitwa Lucifer. Bwana asifiwe sana. Jina ya kisuku ya shetani ilikuwa Lucy. Ana hiyo majina mawili, Lucy na Fa. Fa inamaanisha bear. Lakini Lucy inamaanisha mwangaza. Bwana asifiwe sana. Na nikiweta gojata yake wali. Lucy, Fa. Lucy means light. Are we together? So Lucy you can be proud. Naitwa mwangaza. Bwana asifiwe sana. Amen. So Lucifer hata wao mweneo then. Maana alikuwa anakaa karibu na Mungu mwenye nuru. Kwa sababu ya kukaribia Mungu, akashikwa na kiburi, akataka kuenjoy kila Mungu anaenjoy. Akataka kujitonishanisha na Mungu. The spirit of pride ikaingia ndani yake. Na leo hiyo ndio pride inanenea siku ya leo. Wakati umetembea na Mungu, maana mwaka huu tutatembea na Mungu, usikubali kukamatwa na kiburi. Bwana asifiwe sana. Wakati mapesa itaanza kuingia, hata mifuko inatembea na wallet yako inatembea imevimba, kiwallet hapa, kingine hapa na account, kila wakati unatembea na ATM hapa na ile kadi ya Visa, hata ukienda kwa supermarket utumie pesa una swipe tu. Bwana asifiwe sana. If God takes you to that level this year, don't allow pride to be your portion. Amen. Because this year God shall lift you. Amen. God shall elevate you. But I want you today, usikubali kiburi kishike moyo wako. Amen. Bwana asifiwe sana. Endelea kunyenyekea. Halo? Mungu akikuinua, endelea kufanya nini?
Na sijui kwa nini Mungu anakutupea neno kama hili. Ninakaa kama Mungu atainua watu. Amen. Usikubali kiburi kiingie ndani ya moyo wako. Vile ulikuwa unatetemeka wakati pastor alikukemea, wakati utasikia mafuta onokuwa we magene mutungini ule utuikite anointing, ukenyihagia oro huo wako muone mtungatiri. Hata ukifanyika akibisho. Amen. Bwana asifiwe sana. Lakini wengine wakisikia tu mafuta, wasikie Mungu anawatumia, wanaanza kupasua kanisa. Wanaenda watafuta kibada na hapa juu, kibada ya soko, wakiwa watatu, Sabi na Manu na Freddy. Hata wanagawana. Sabi ni wewe mwinjilisti, Manu ni prophet na Freddy yakuwa ya kibisho. Wanaenda wanaruka kwa kibada wakiwa watatu na roho wa Mungu hayuko pale. Kwa sababu hiyo ni yao, sio ya Mungu. Wakati mafuta itaanza kutembea na wewe, tembea na kunyenyekea ili utumishe yale mafuta. Bwana asifiwe sana. Amen. Hebu sikia, wakati Paulo alionekana kama anaweza kuwa na kiburi, Mungu aliweka nini? Muiba. Aliweka nini? Muiba. Na tunakuta kuna mambo tunaombea na hayasongi. Kwa sababu Mungu anajua. Kai nikapatia Pastor Waweru. Leverage akapewa milioni 30. That million. Ziko hapa kwa account yangu Zuzi. Ai, leverage ni amajua. Mwana usamani ana leverage hali kile. Kitawaje? Bustani. Bwana asifiwe sana. Akiugaga Timotheo, Eligo, kanini kada tikoru. Bwana asifiwe sana. Ngai nio agetha ta milioni no nywe mai maheru. Anajua. Na ndio anaweka a thorn in the flesh. Hautafika hapo mpaka kwanza ukomae. Anajua. Hiyo level huko ni kwa sababu ya wewe kukosa kukomaa. Anajua brother Simon akapata milioni 5 saa hii. Apate na Mercedes Benz. Hawezi kuja kuiweka kwa ile mafefe. Kanisa haina mtu wa kufunga mashine tena. Na kwa sababu Mungu anapenda kanisa, ananyima Simon Mercedes Benz ili akuje miguu na ili kanisa ipate mtu wa kufunga nini? Mashine. Bwana asifiwe. Amen. Joke ya geo milioni 3. Akigoma kwa mwili. Bwana asifiwe sana. Amen. Joki atasema hizi viatu ninakanyanganga, unajua ni zile za mekanye. Hiyo kanisa haina floor hapo nje. Nikikanyanga viatu zinaingia kwa matope. Kwa hivyo nitaenda mahali kuna parking na mahali ambapo hakuna matope. Joki anabadilisha class. Na Mungu anasema ugo turana turafa kinyarĩrĩo kagima. Nĩ tondũ Ngai nĩonaga ngoro citũ. Mwathani agocwo. Nikio ingĩ itũ tũtũrĩte na tũraba. Nĩ tondũ ngoro citũ itirĩ na ũhoti wa kwamũkĩra kĩrathimo kĩa Ngai. Paulo akaiga atĩrĩrĩ, ndahoire maita matatũ, mara ngapi? Akafunga mara ya kwanza aondolee hii mwiba. Bible inasema ya kwamba Mungu akamjibu hiyo mara 3. Akamwambiaje? My grace is sufficient for you. Unaweza kukaa na hiyo pepo na uikonke, haitakumaliza. My grace will be sufficient for you. I will not deliver you from that battle, because if I remove the messenger of Satan, you are going to be proud. Amen. Na nikiwa maundu turahoya no Ngai ndaratwehere. God has predetermined that battle. Ya kwamba utaipitia ile kikombe, utakunywa mpaka dakika ya mwisho. Wakati utamaliza hiyo kikombe, ndio Mungu atakubali uingie katika hiyo level nyingine. Bwana asifiwe sana. Amen. Wengine wenu mnapewa 200 hapa. Hata fungu la 10 la 20 ni shida. Sasa najaribu kuangalia, Mungu amekupatia milioni 200. Kaka pastor kaunyuku no ndegatwa taithia milioni 2. Niga na mangeheo milioni 200 mangirehe milioni 2 tai nyumba-ini yanga. Ndidwa aitiga igwetua ni tondu mundu mathina hatiri maundu areka. Bwana asifiwe sana. Hapa mtakubali sahihi. Suzi, I am very sure ukapata milioni 200. Utaletea pastor Waweru. Kapasta kana kaa pale kwa mali. Kanunue gari na si pesa yake. Ulete milioni 2 tai kanisani. Utajikuta watu wanapeleka kwa Muiru pastor mwingine mkubwa ambaye anaweza akana mdomo kubwa ya kula milioni 2, lakini sio pastor Waweru. Bwana asifiwe sana. Ni kweli, tuambiane ukweli. Bwana asifiwe sana. Kuna mahali mnapendaga pastor akiwa
Kalevo fulani mnatakanga pastor akue na ili muweze kumcontrol. I refuse to be controlled in Jesus name. Mtani control. Amen. Hallelujah. Amen. Na kuna watu wanafurahiaga pastor wao akiwa maskini kwa sababu pastor maskini utamuita akuja amekimbia kama huko na mzungu. Pastor. Pastor na kama kitu. Bwana asifiwe sana. Unaona huko vile anatupiwa nini? Anatupiwa mfupa. Kuna watu hawapendi upite level yako. Bwana asifiwe sana. Hata wewe leta mfupa yako. Kuna watu ambao hawataki utoke, hata watu wa familia yenu wanakupenda sana, lakini ukiwa kalevo fulani kadogo, kwa sababu ukiwa hiyo kalevo tutakuweza. Lakini barikiwa ndio utajua watu hawakupendi. Adole mwana hoyaga lift nao ungigura ngari umuthi andu acio matuikaga tho yako niguo kana tiguo adole mwana thiaga kiama nao na riu warathi mundu na bata wa ciama ni tondu mbeca ukiri nacio urathi gitate giake tuthia gitate ni kwaga mbia ama grace. Bwana asifiwe sana. Ni thino tuturaga twama tututhiaga niki gitumaga rusi kiva kindu ri wa mwana kiama kianyu ni akuire nutale wako mtumia Waiguru reke hubira Waiguru. Kwa nini Waiguru hakuji hiyo chama ya kijiji yenu? Very good. Kwa sababu ako juu tayari. Hawezi ingia chama yenu kwa sababu ametoka katika hiyo level. Ile siku utabarikiwa hata ukosa umuhimu wa hiyo chama. Wale mlikuwa mnaenda nao chama hawatakupigia makofi. Watakuwa adui zako. Watu mnaendaga kukopa sukari kwa bei nafuu. Mahali mnaendaga kwa bei nafuu kukopa pesa na mnajitia nguvu. Nitotituetie kwa sababu ni naso nataka wetia weike. Nitotituetie sukari kilo moja kale hamade. Hao watu mnatiana nguvu nao katika umaskini. Ile siku utainuliwa hivi. Hao watu ndio wanakuaga marafiki zako. Brothers za Joseph, wakati waliona Joseph ameinuliwa na ameingia katika level nyingine, hapo ndio walipanga kumuua walipoona ndoto yake. Praise the name of the living God. Amen. That is why people want watu watakutakia ukiwa kalevo fulani. Ndio idea barani kuna dumagiwa pastor na ajili ya kuetea. Reverend speaker kuna maringo, geji ya maringo iko juu. Watu wakisini. Na wakati alikuwa hana kakitu alikuwa anakuja manyumba ya washirika. Bwana asifiwe sana. Don't be sorry when God begins to change your levels. Amen. Kuna vitu utakataa, kuna marafiki utabadilisha kwa sababu new levels will have to change even new friends. Bwana asifiwe sana. Amen. Kwa hivyo Paulo ningetaka wakati Mungu atanipea wakati mwingine nitaendelea na huo ujumbe, the messenger of Satan. Wakati mwingine Paulo aliwekwa ule mwiba katika nyama yake, na sababu ya kuwekwa mwiba ni nini? Ndiye asiwe na kiburi. Lakini haijalishi ni yapi Mungu amekusudia tuyapitie. Haijalishi, maana kuna mambo Mungu amekusudia tuyapitie. And you know why we pass through those things? So that we can be trained to be humble servants. Na unaona watu wengine hata wamedharau maombi kwa sababu wanajaribu kuomba kitu ambacho Mungu amewaletea, iwatrain, iwadeliver, iwapatie makali. Unajaribu kupigana na kufunga. Paulo aliomba mara 3, lakini answer ya Mungu ilikuwa moja. My grace is sufficient for you. And I came to tell you, any battle ambayo Mungu amepredetermine ambayo utaipitia lazima uipitie. May the grace of God be sufficient to you. Ya kwamba huo mwiba ambao uko kwa nyama yako. Na ndio unakuta watu wengine wanapewa ameokoka, lakini kuna kitu haitawahi badilisha katika maisha yao. Either bwana yake ni mwiba. Anakuja fellowship. Mungu anatembea. Shaka. Hey, tunapokea, tunainua mikono. Tunaenda nyumbani tukisema, fellowship ilikuwa moto sana. Ukifika nyumbani, the first welcome ya nyumbani is a slap from your husband. Kwa sababu he is a thorn in your flesh. How do we deal with this thorn in the flesh? How do you deal with the messenger of Satan? Hiyo ni mahubiri ya next time. How do you deal with the thorn of the flesh? Kama Mungu amekuwekea mwiba kwa nyama na amesema hii sitaondoa na ili usijiinue, how do you deal with that thorn?
How do you live with that cup? Kuna kikombe. Mungu amesema lazima utakunywea ile kikombe. Hautakiondokea. Yaani kuna watu ambao maishani Mungu amechora graph, hamutapelekana na hawa, mtakosana na mtaondokeana na hata kureject. How are you going to deal with that? It is a thorn in your flesh. Labda ulikuwa unangojea ni ku-encourage, but I want to tell you today, in this year 2018, yale mambo yote utakutana nayo, every betrayal, every hatred, watu wa kudharau, watu wa kuonea, nataka nikuambie kitu moja. The grace of God shall be sufficient for you. Utapata neema ya kuyapitia yote katika jina la Yesu. Utapata kibali ya kuvumilia na kutoka upande ule mwingine ukiwa na nguvu. You will not die because of the messenger of Satan. Amen. Hallelujah. Amen. You shall have the grace and the power to overcome whatever God has planned you to go through. Wacha nikwambie, God will plan, he will put enemies in your life so that he can raise a table. He raises a table in the face of your own enemies. Gayaraga metha uthiuini wa thu ciaku. Ngai witũ atuteithie. Uga amen. Ngai witũ atuteithie so that you may have grace to overcome. Bow your head as we pray. Father, we thank you.